Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi naomba nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Kwanza awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii, lakini pia niwashukuru sana wananchi wangu wa jimbo la Iringa mjini kwa kuniamini na kunipa kura nyingi sana ambazo na wahakikishia kwamba nitaendelea kuwatumikia kama mtumishi wao mwaminifu kabisa. Nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri na maono yake mazuri juu ya utalii na maliasili za nchi yetu ya Tanzania. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaanza kuchangia bajeti yetu, niombe leo Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii uniwe radhi kwamba utakutana na wageni wametoka mkoa wa Iringa. Nimewaleta wageni hawa, wanahitaji kusikia sauti yako. Hawa ni chama cha wawindaji mkoa wa Iringa. Kuna malalamiko juu ya ugawaji wa maeneo ya uwindaji mkoa wa Iringa. Hawa ni wenyeji pale mkoa wa Iringa, wamelalamika tangu mwaka 2024 na ushahidi ninao hapa, lakini hawasikilizwi. Mimi mwenyewe nimejaribu kuingia kwenye vyombo kuulizia kwa nini hawapewi nafasi ya kuwinda kama ilivyokuwa asili ya Wanairinga. Kwa miaka mingi sana Wanairinga tumekuwa shughuli yetu ni ya uwindaji, lakini hawapewi maeneo ya uwindaji, na wakiuliza wanaambiwa maeneo wamepewa wawekezaji. Sasa haiwezekani, watu rasilimali iko ndani ya mkoa wa Iringa. Sisi tulidhani kipaumbele ni kwa wananchi wa mkoa wa Iringa, alafu mwekezaji aje kwa maeneo ambayo sisi tumeshindwa kuwinda. Kwa hiyo leo nina wageni ambao wako hapa wakiongozwa na viongozi wao akina Mzee Kiponza pamoja na Askofu Mpeli, wako hapa kwa ajili ya kusikia kauli yako wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri, kwa sababu kama ni ngazi zingine wameshapita sana, na mimi mbunge nimeshaulizia nikaona kule tayari kuna jiwe, na hilo jiwe unaweza ukalisukuma wewe tu ninavyoliona. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, sasa mimi nijikite kwenye mchango, na mchango wangu utakuwa sehemu moja tu kwenye idara ya mambo ya kale. Idara ya mambo ya kale. Idara ya mambo ya kale pale, Mheshimiwa Waziri, kwa maoni yangu katika utajiri wa nchi hii kwenye vivutio vya nchi hii, mambo ya kale tuna vivutio vingi sana, tena hata kupita sehemu nyingine, lakini havitangazwi. Nadhani kwamba hata tunapozungumzia Afcon, hawa wageni ambao watakuja wangependa sana wapate ile package ya vivutio vya mambo ya kale, na hii itaongezea vivutio tulivyo navyo, na wao waje washuhudie vivutio ambavyo tunavyo katika maeneo mbalimbali. Tuna vivutio katika maeneo ya tuna mawe ya kale, tuna chuma, tuna ceramics kwa maana ya vyungu, tuna shanga za zamani, tuna vyuma ambavyo kwa maana ya iron tools ambazo zinapatikana hapa Tanzania, na mambo mengine mengi, mapango na nini na kadhalika, kama walivyozungumza wazungumzaji wengine. Kikubwa inachotakiwa ni kutangaza hivi vivutio na kuvifanya kuwa package ambayo itaongeza value ya utalii, na hivyo kumfanya mtalii aongeze siku za kukaa hapa Tanzania, aweze kuona, kama ameenda kuona wanyama basi apate muda pia wa kuona vivutio hivi vingine vya mali kale ambavyo vipo vingi sana ndani ya nchi yetu. Na nyie kama wizara mna uwezo wa kujiongeza tu, mkaongeza product nyingine kwenye eneo la mali kale. Wenzetu wa Korea wamewekeza sana kwenye hilo eneo la historia na mambo ya mali kale. Wameamua kuwekeza sana kwenye filamu kwa mfano. Yani wamefungamanisha mali kale na filamu. Kwa hiyo wanatengeneza hizi picha na wanauza nyingi sana. Ukiingia kwenye mitandao ya Netflix utaona picha zinauzwa nyingi sana za Wakorea za kihistoria. Utaona kwa mfano wale waangaliaji wazuri wa picha za Korea, unaona picha inaitwa Goguryeo, Baekje, Shira,
Hizi zote ni picha za Korea ambazo zinauza sana. Mwaka jana ukiangalia gazeti la Oxford Economics, mwaka jana tu 2025 wameingiza US dollars bilioni 16 ambazo ukizigeuza kwa hela ya Tanzania ni trilioni 41 almost. Wameingiza hizo fedha mwaka jana kwenye hilo eneo tu, wamefungamanisha tu filamu na historia yao na mambo yao ya kale, na unaona wanauza sana hiyo nani. Sasa nataka kushawishi wizara kwamba ijiongeze kwa kuweka product zaidi kwa ajili ya kuongeza ajira zaidi. Kwa mfano wa Korea mwaka jana wameajiri, mwaka jana peke yake wameingiza ajira zaidi ya 211,000 eneo tu la historia na mambo kale, kwa mujibu wa hili gazeti la kimataifa la Oxford Economics. Nitaka hapa niongezee kwa kusema idara hii ya mambo kale ipewe sauti zaidi, iwe na sauti, iwe na uwezo wa kusikika. Ninaamini kwamba wangekuwepo maafisa mawasiliano wazuri pale kwenye idara ya mambo kale, wangeweza kuwa wanazungumzia habari ya mambo kale na Watanzania wakajua na dunia ikajua kwamba Tanzania kumewekwa kuna mali kale hii na utajiri huu mkubwa ambao uko ndani ya nchi yetu. Kuna dhana kwa mfano hizi potofu ambazo zinasema binadamu ni sokwe. Tungekuwa na idara ya mambo kale ambayo iko active, hapa ndio mahali pa kufuta dhana za namna hiyo, kuwaeleza Watanzania kwamba hakuna mambo ya kusema kwamba binadamu eti ni sokwe. Kwa sababu wao wana ushahidi, watu wa mambo kale wana ushahidi. Wizara ya elimu wao wanafundisha, lakini watu wa wizara yako, wizara ya mambo ya utalii na mali asili, wao ndio wenye ushahidi. Inaeleweka kwamba hakuna kitu cha namna hiyo. Binadamu ni binadamu, sokwe ni sokwe, na binadamu ana lineage yake kutokea enzi za Australopithecus zinjanthropus, sijui Australopithecus afarensis, Australopithecus boisei, baadaye Homo habilis, baadaye Homo erectus, baadaye unampata Homo ergaster. Hizo zote ni kuonyesha kwamba binadamu ana lineage yake. Binadamu hajawahi kuwa sokwe, hajawahi kuwa sokwe. Hizo dhana zitaondolewa kama tuna active department ya mambo ya kale, ingeweza kuwa inazungumza mambo ya namna hii. Mheshimiwa Waziri, ni kuombe sana ili eneo la mambo ya kale lifanyiwe kazi. Mimi pale kwangu Iringa na kushukuru umeendeleza baadhi ya maeneo ambayo ni ya kihistoria na mambo ya kale, umeweka fedha na kushukuru. Kuna maeneo kwa mfano mtaa wa Legeza Mwendo Kitanzini mmefanya jambo, naomba muendelee kufanya jambo kubwa zaidi kwa kuliendeleza na kulitangaza. Kuna jiwe la Gangilonga, lakini niwaombe maeneo mengine pia myape kipaumbele. Kwa mfano tuna michoro kule Igeleke, Mtuvila tuna mapango ya Igumbilo, tuna pila zile za Msisina kule Nduli, tuna maeneo mengine mengi katika manispaa yetu ya Iringa yako katika kata mbalimbali ambayo ni ya vivutio vya utalii. Tunaomba viendelee kutangazwa na kuwekwa katika vyombo vya utalii ili viweze kujulikana. Niwaombe pia Wizara ya Utalii, kuna hii dhana ya nilikuwa ni mchango tu, nilikuwa nafikiri utalii unatupa faida nyingi, lakini tungeweza kuongeza faida zaidi kwa hao watalii. Mtalii anapokuja nchini kwetu tuongeze faida zaidi. Wako maprofessionals ambao tunaweza tukawatumia taaluma zao wakija nchini, tukazitumia hizo taaluma zao. Mimi nimeshapata changamoto ya kupata wanataaluma kuja hapa kama watalii, tumeomba tuwatumie, lakini wakazuiwa kwa sababu hawana vibali au vibali vyao havijielezi pale. Mimi kwa nafikiri tungewapa platform, tutengeneze utaratibu mzuri wa kuruhusu hawa watalii wanapokuja pia wakiwa wataalamu, wana mchango wao, tuwape platform za kutoa mawazo yao na kuchangia katika nchi yetu na hasa eneo la utalii. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi, naunga sana mkono hoja hii. Asante sana. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula,
Kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Niliponja wali na kuku. Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa. Tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri, wapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 173293. Hope Fast Food Igumbilo, Iringa. Furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika, mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your heart. Karibu.